Mstari wa 21 utasoma mpaka 26 na mwingine Warumi 8 mstari wa 17. Nilikuwa na mambo mengi kwa sababu naona moyo wako unatamani kwenda nyumbani, mengine nitaacha, lakini Roho Mtakatifu ataendelea kukufundisha la kuondoka na kile ambacho Mungu amenipa kusema na wewe siku ya leo. Jamani, Mungu wetu atukuzwe. Naomba wazee wa kanisa utulivu, watoto utulivu, kanisa utulivu. Naomba zile safari zipungue. Tunaenda kula chakula cha Bwana. Sidhani kama nyumbani chakula kikitengwa halafu aone mtu mwingine anatoka au anafanya kitu kingine tofauti. Naomba uwe utulivu hata kwa ndugu zangu wachungaji. Naomba utulivu hata popote kule, tuwe na utulivu, tulisikilize neno la Bwana. Karibu baba unisomee kwa ajili ya naomba maiki au mtasikia. Warumi sura ya 3 mstari wa 21. Warumi sura ya 3 mstari wa 21 hadi wa 26 na Warumi 8:17. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika. Pasipo sheria. Bila sheria yoyote. Inashuhudiwa na Torati na manabii, na haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa njia ya neema, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa dhambi zote. Tuna kipengele na kitaka hapo kwenye mstari, ili adhihirishe nini? Haki yake. Hebu rudia 20. Ambaye Mungu amekwisha kuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake. Ili aonyeshe haki yake. Yaani hicho kipengele ili aonyeshe haki yake. Kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye mhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Amen. Ile nyingine sura ya 8 mstari wa 17 wa huu. Biblia inasema, na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Baba Mungu, nibariki neno lako katika jina la Yesu. Amen. Usikubali kupoteza haki yako uliyopewa na Mungu. Ndio ujumbe wangu. Usikubali kupoteza haki yako uliyopewa na nani? Na Mungu. Usikubali kupoteza haki yako uliyopewa na Mungu au niliyopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote tulioko hapa taniwe, hakuna ambaye angekuwa mkamilifu, hata huyu. Hakuna ambaye angekuwa na haki mbele za Mungu, hata huyu, hata mmoja. Sisi sote tumezaliwa katika ukoo wenye dhambi, ukoo huo ambao unaitwa Adamu. Na huyu Adamu ndio aliyezaa kizazi chote cha sisi sote tulioko mahali hapa. Kwa hiyo wakati kizazi kinaendelea kukua na kuongezeka, kilikuwa katika hali ya uharibifu na wote wakawa wameshapungukiwa na utukufu. Siku ile tu ambapo mwanadamu baada ya kukosea utukufu wa
wanazaliwa, vizazi vinazaliwa katika laana ambayo ile imetokana na kosa la baba yetu Adamu. Hakuna aliyekaa akaona kwamba mimi nina haki. Na ndio maana kila siku, wapendwa, tunatakiwa tuwe watakatifu, na utakatifu unakuja pale tunapomfanyia Mungu ibada za toba. Jamani, haleluya, amen. Mwanadamu baada ya kuwa tayari amepoteza, kwa sababu Mungu anaujua uthamani wa mwanadamu, anajua jinsi alivyomwazia mwanadamu, akaona hapana, mimi sitakubali ule utukufu wa huyu mwanangu niliyemuumba kwa sura yangu na kwa mfano wangu apotee hivi hivi. No, Mungu akakaa akawaza, na huo ushahidi wa kuwaza tunaupata katika kitabu kile cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3. Anasema Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili afe. Haleluya, amen. Arudishe haki yake kwa Mungu, asipotee tena, amrudishie haki yake ile ya kwanza ya uumbaji wa haki za kwanza. Na ndipo tunaungana na Paulo. Sina muda wa kuzongea sana, kwa sababu ninajua kwamba mahali ulipo unataka kwenda. Tunaungana na Paulo, anasema hivi ya kwamba sisi tulioko wote sote hapa hatukuokolewa kwa sababu tunazitii sheria. Halo, amen. Jamani, haleluya. Hatukuokolewa kwa sababu ya sheria za Tanzania Assemblies of God. Hatuokolewi kwa sababu ya sheria tulizojiwekea sisi hapa kanisa la SC. Hapana, anasema haki hiyo tulipata, haki hiyo si kwa sheria tukarudishiwa tena haki hiyo ambayo ilipotea, haki hiyo ya kuitwa wana wa Mungu, haki hiyo ya kuitwa watakatifu, haki hiyo ya kukufanya wewe uitwe umeokoka. Haki hiyo haikuja kwa njia ya Torati wala kwa sheria, bali ile haki ambayo Mungu alileta kwetu kutuhesabia haki tena kwa upya, ni kwa sababu ya sadaka ile aliyoitoa Yesu kutoka mbinguni. Mungu akamleta mwanawe pekee, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ili afe, atulubiwe, ateswe, atukanwe, anyanyaswe, ili mimi Mgogo na Msukuma tuweze kupewa haki nyingine tena kwa upya. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Akasema kwamba tukarudishiwa haki tena. Ujumbe wangu, kumbuka, nasemaje? Ujue ninasema nini? Usikubali kupoteza haki yako uliyopewa na nani? Na Mungu. Sisi tulikuwa hatufurahi wana wa Mungu. Wewe hapo mwana wa Mungu ulikuwa ufurahi wewe. Hebu nisikilize mimi nayokuambia, usiangalie huyu. Siku zake zinahesabika. Tuongee na wewe hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ulikuwa huna maana wewe. Yaani asingekuwa Yesu, wewe ungekuwa mtapikaji kule, wala hiyo suti usingezivaa. Wewe mama, wewe pale ulipo, isingekuwa ile thamani aliyoitoa Yesu akafa, usingekuwa hivyo. Tunakuwa hivyo kwa sababu kuna haki ambayo Mungu alileta tena kwetu, tukapewa haki ya kuitwa wana wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijazungumza haki ni nini. Haki ni kitu chochote anachostahili mtu kuwa nacho, kupewa. Sio hivyo? Wasoma